Millionaires hawanunui real estate properties kwa kutumia majina yao binafsi. Iko hivi, kama unataka kuingia kwenye biashara ya real estate, huwezi kufanya biashara ya real estate kwa kutumia jina lako binafsi. Hapa nazungumzia madalali wote, nazungumzia watu wa katikati kwenye kukamilisha deals, nazungumzia mtu ambaye tayari anataka kuingia kwenye real estate. Real estate ni biashara ambayo inanunua properties, inazimaintain, inaziuza, ama inazinunua kwa level fulani ya pesa kuja kuuza kwa level fulani ya pesa, ama ina develop properties, ama inakuja na idea na kuzimaintain properties. Huwezi kufanya biashara kama hii kwa kutumia jina lako binafsi. Jina lako binafsi ni riski kiasi kwamba lolote linaweza likatokea kwenye jina lako binafsi, ukashtakiwa, ama sehemu yote mikopo na everything, mali zako zote hizi real properties zitakuja kufanyiwa compensation kwenye maisha yako binafsi kwa sababu tu hazina protection. Ukiwa unafanya project kubwa kama hizi, kwa mfano real estate, huwezi kufanya real estate kwa kutumia majina yako. Vitu vyako vyote vinaweza vikakufuata mahakamani kwa sababu tu havina limitation. Ukitaka kumiliki real estate properties, the only option ni kusajili kampuni. Alafu kampuni yako ndio inatumia kumiliki hizi properties zote, kwa sababu zitahitaji kumachua, zitahitaji kuchukua time, zitahitaji karabati, zitahitaji zipate time na everything. Kwa nini tunafanya hivi? Kwa sababu kampuni ina kitu inaitwa limited liability protection. Hii protection ni advantage ama ni upendeleo maalumu walionao kampuni, kwamba inamtofautisha kati ya miliki wa kampuni, yani maisha yake binafsi, na kampuni yenyewe. So mali za miliki wa kampuni zikiguswa kwa sababu ya matendo yake anayoyajua yeye, haiwezi kuja kuguswa mali za kampuni. Ndio maana kwa mfano, kama mpo kwenye ndoa, mpo ni watu wawili watatu, mnataka kununua properties za real estate, usiende peke yako au msichange kwamba tutachanga. Unaweza ukachanga na mtu mmoja, alafu kesho yeye akaja kazingua, jina lake lipo kwenye hiyo property, inakuja mwisho wa siku inachukuliwa property kulipa madeni ya mtu, alafu mnafilisika wote kwa pamoja kwa sababu ya interest za mtu mmoja. Acha afilisike mwenyewe na maisha yake, na wewe ukitaka kufilisika wewe na maisha yako. Property zenu kwa pamoja hazina uhusiano wowote na wewe, shida zako na yeye shida zake. Huwezi kufanya biashara ya project kama real estate, project kubwa, alafu unaendesha biashara zako kwa jina lako binafsi. It is too much risk to handle. So nini cha kufanya? Sajili kampuni ili ikupe hii advantage ya limited liability protection, kwamba itakuprotect kutoka kwenye kampuni na kutoka kwenye kampuni kuja kwenye maisha yako binafsi. Hata ukikolapsi huko kwenye kampuni, wewe vitu vyako huko salama, na jina lako na familia yako na watoto wako. Ukikolapsi huko familia yako, kampuni yako inakuwa bado salama. Na mara nyingi real estate project mara nyingi zinakuwa funded na mabenki, zinakuwa funded na partners, zinakuwa funded na watu tofauti tofauti. Sasa itakuwa ni riski kupoteza fund nzima ya mabenki na makolokolo kwa sababu ya maisha yako binafsi, au itakuwa ni hatari kuriski maisha yako kwa sababu ya project ambazo zinakuwa funded na watu wengine. So the only safe space ni kusajili kampuni. So kama umeolewa dada na mume wako mnafanya naye project za real estate, hakikisha mnasajili kampuni. Ujue yeye atapitia nini, ujue utapitia nini. Ikitokea shida zinamkuta, zimkute individually, kampuni yenu isimame. Na kama bro uko na watu wanafanya nao kazi, ama unatarajia kufanya kazi sehemu ndio kuchukua fund na nini, na unajua kabisa unahitaji kupata portfolio ya kutosha ili kwenda benki kuomba pesa ama fund kwa ajili ya kusponsor vitu vyangu, usifanye kama individual, fanya kama kampuni. Sajili kampuni, ingia benki ukiwa na portfolio yako nzuri ambayo imesimama. Benki itafund kampuni, haitokufandi wewe Juma au Mwajuma as individual. Comment neno usajili hapo chini, tutakaa chini tutakupitisha hatua kwa hatua mpaka ukamilisha usajili wa kampuni yako. Ama kama unataka zaidi, kwenye caption hapo kuna namba ya simu, piga, utanipata mimi direct na tutaweza kukamilisha usajili wa kampuni yako sasa hivi.